Na taarifa bora za michezo na burudani hutolewa na watu makini. Miongoni mwao ni Dominic Salamba. Karibu tuzungumze naye, utakwenda kusikia mengi na mazuri kutoka kwake. Lakini kubwa zaidi ni mchezo wa marejeano kati ya wekundu Msimbazi Simba na Stellenbosch. Ikumbukwe mchezo wa kwanza ulipigwa pale kwenye uwanja wa Amani visiwani Zanzibar. Simba alipata ushindi mwembamba wa bao 1-0. Je, anakwenda kulinda ushindi huo na kuvuka hatua ya fainali? Basi kuwa nasi sako kwa bako ili usilele matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote, yakiwa na nguvu kubwa mno na Jaba Air Solutions International Trade, mabingwa hawa wa kusafirisha mizigo kutoka Guangzhou China kuja Dar es Salaam Tanzania. Mzigo wako utafika kwa wakati ndani ya siku 3, 4 mpaka siku 5. Lakini kama itoshi bwana, ukiwa na Jaba gharama zake ni nafuu mno, alafu utaingia kwenye zile draw ambazo zinachezeshwa kila baada ya wiki 2 na utakuwa unaokota zawadi mbalimbali. Yani shufuru shangwe ukiwa na Jaba Air Solutions International Trade. Dominic Salamba, habari ya wakati huu kaka? Niko vizuri kabisa. Uko vizuri? Ndio. Sawa, tunataka tuitazame kidogo klabu ya wekundu Msimbazi Simba. Mchezo wa kwanza hatua ya nusu fainali wamepata ushindi bao 1-0. Mchezo wa pili ukiitazama Simba, tutarajie nini kama wa Tanzania? Nafikiri ni mechi ngumu. Mechi ngumu kama ambavyo niweza kuzungumza hata mechi ya kwanza. Yes. Stellenbosch unaweza usiwaone kama timu kubwa kwa sababu hawana historia ya michuano ya Afrika, lakini wapo kwenye ligi ambayo ni bora barani Afrika. Miongoni mwa ligi ambazo zimekuwa za ushindani wa hali ya juu ni ligi ya South Africa, na Stellenbosch sasa hizi anashika nafasi ya 3, na hii imeakisi hata baada ya kuja hapo unaweza kuona ambapo walivyocheza. Imekuwa ni timu ya tofauti na timu zote ambazo Simba msimu huu ameweza kukutana nazo katika uwanja wa nyumbani. Ilikuwa ni timu ya tofauti ambapo walikuwa wanaweza kujiorganize, uwezo wa kuweza kuzuia mashambulizi ya kushtukiza, mashambulizi yenye pressure yote waweza kuzima, lakini pia kuna kipindi wakaamua kufunguka na kuweza kutoa rabsha ambazo kama wangekuwa na umakini na wenyewe wangeweza kupata kitu. Kwa hiyo wanakwenda katika mechi ya marejeano katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo naamini kwamba hapa walikuja wakiwa wanatamani aidha wapate ushindi mwembamba au wapate sare, na kama wakifungwa wasifungwe kwa margin kubwa. Kwa hiyo wakaenda nyumbani, approach yao kwa jumla wake itakwenda kubadilika. Kwa hiyo tegemea kwenda kwa timu ambayo itakuwa ina kasi ya juu. Kwa hiyo na Simba naye atakuwa na kazi ya kwenda kuhakikisha kwamba jambo la kwanza anakwenda kulinda kwa kuzuia pressure kubwa, kwa sababu tayari Stellenbosch wako nyuma kwa goli 1. Kwa hiyo watamani haraka iwezekanavyo uweze kulevel scoreboard na kuanza kutafuta goli la ushindi. Kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi, kwa lazima Mwalimu Fadlu awe na mpango mkakati kuhakikisha kwamba kwanza anakwenda kulinda kile ambacho anacho, lakini pia kwenda kuzuia pressure, kwa sababu haitakuwa mechi rahisi na kuzingatia Simba amekuwa hana historia nzuri anapokwenda South Africa. Ndio. Kwa hiyo nafasi ya Simba ya moja kwa moja finali hatuioni hapa. Mimi nafikiri ni 50 kwa 50, sababu tayari yeye ana advantage, ana goli 1 mkononi. Kwa hiyo ukiwa na goli 1 ambaye anacho sawa na hakuna, kwa sababu wale wakaenda nyumbani kwao itawalazimu kwanza waweze kuclear hiki ambacho kipo. Kwa hiyo Simba utampa 50%, lakini na Stellenbosch utampa 50%, kwa sababu kama yeye aliweza kupata goli, pengine anaweza kupata goli, lakini pia utaangalia mazingira yanavyokuwa magumu South Africa ya Simba kuweza kwenda kutolerate. Kwa hiyo naamini kwamba ni lazima waweze kujitoa ili kwenda kubadilisha hiyo atmosphere na pengine waweze kuingia finali. Uimara wa Stellenbosch wakiwa nyumbani kwao ni upi kwa jinsi ambavyo mmewafuatilia kwenye mechi za hivi karibuni, hasa kwenye mashindano haya pia ya CAF kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika? Matumizi ya kasi na cross. Yaani wana kasi sana na wanafunga magoli kwa kutumia crosses na fouls. Ni wazuri kwenye header. Yaani when it comes issue ya cross, wana watu ambao wanaweza kwenda kuadhibu, lakini pia hata kwenye foul ni wazuri pia. Mwalimu Fadlu na klabu yake wekundu Msimbazi Simba wanafikiri wana kazi gani ya ziada ili kufanya Watanzania wapate furaha siku ya tarehe 27? Kwa sababu taarifa zilizotufikia Fadlu alikuwa mbogo kweli kweli baada ya kufungwa, baada ya kushinda goli 1, baada ya kushinda goli 1, lakini aliwalaumu wachezaji wake. Timu ilitakiwa rejee, lakini akakataa, akasema kambi haiwezi kuvunjwa na hakuna mapumziko mpaka kutoka hapo safiri. Tafsiri yake yuko busy kweli kweli na klabu hii iweze kupata matokeo. Nini kifanyike kwa jinsi ambavyo uliona Simba ikicheza na Stellenbosch mchezo wa kwanza kwenye ardhi ya kule visiwani Zanzibar? Jambo la kwanza ni kupunguza makosa kwenye safu ya ulinzi. Kuna makosa ambayo wanakuwa wanayafanya, ukikutana na watu ambao katika bora wao katika mazingira nyumbani wanaweza kukuadhibu. Kwa lazima hakikisha kwamba wanaimarisha sehemu ya ulinzi
ili kuweza kupunguza makosa ambayo yanaweza kufanya waweze kuadhibiwa. Jambo la pili bado ni pale pale tu kwenye matumizi ya nafasi. Katika michezo kubwa hizi huwezi kupata nafasi nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ikitokea nafasi lazima uweze kuitumia. Zile nafasi ambazo alipata Ateba, nafasi ambazo alipata Chazawa wangeweza kutumia, pengine zaidi kwa tunaongea wana magoli 3 ambao ni mlima mkubwa sana kwa opponent kuweza kuupanda. Kwa nafikiri maeneo makubwa ni mawili tu, kwenda kuongeza makini kwenye kulinda, lakini pia when it comes to unapata chance uweze kuitumia. Bana, Simba na Mlima 50% kwa Simba, Stellenbosch 50% kwenda finali. Tunamwona mnyama akirejea na ubingwa msimu huu wa ile kombe, kwa jinsi ambavyo ukiangalia washindani wake ambao wako mbele, tukiachana na Stellenbosch ikitokea amevuka Berkane na mnyama. Mimi nilishazungumza kwamba hata hiki ambacho kinatokea saa hizi ni surplus kwa Simba. Simba hawakuwa na kikosi cha kucheza nusu finali au kucheza finali. Lakini jitihada za viongozi, mashabiki wao na hasa matumizi sahihi ya uwanja wa nyumbani na experience yao walionayo ndio imewafikisha hapo walipo. Lakini sio bora wa kikosi. Kwa hiyo kuiona nusu finali kwangu mimi ni surprise. Nikiwaona finali itakuwa ni surprise na ukichukua bingwa itakuwa ni surprise, lakini kwa maana ya kikosi wise, kikosi cha kawaida ambacho kingetakiwa kuishia hata kwenye makundi. Hivi Simba na Stellenbosch timu gani ni bora kwako? Kwa maana ya kiwanjani, Stellenbosch ni bora kuliko Simba. Walizidiwa wapi kule visiwani Zanzibar Stellenbosch ambao unaona ni bora? Mpira wa Afrika huko hivyo. Mpira wa Afrika timu yote ikiwa nyumbani inaweza kupata matokeo. Hata Ali anaweza kaenda sehemu akafunga 1-0, akaenda Egypt akashinda goli 7. Mpira wa Afrika huko yani matokeo ya determine na home and away, ndio maana mbaya goli la ugenini. Unaelewa, yani goli mtaweza kaenda yani kupata matokeo nyumbani kwake akuonyeshi ubora. Ndio soka la Afrika jinsi lilivyo. Na ndio kaangalia timu nyingi ambazo zinafanikiwa hata kuchukua mataji haya, sehemu kubwa wanashindaga wapi? Nyumbani. Unaona, ndio sehemu kubwa unakuwa unajivunia. Kwa hiyo kupata ushindi Simba nyumbani is not an issue. Unafahamu? Lakini na I guarantee ubora ulionao, kwa sababu Afrika tuna vitu vingi sana. Watu wanakuwa na tahadhari nyingi sana, namna kucheza, mabadiliko ya hali ya hewa, ni bara ambao ni kubwa. Kwa hata kwa swala la kijiografia lina hali tofauti. Ukitoka hapo kaenda upande mwingine wa Afrika unakutana na hali tofauti kabisa ambao umeikuta huko. Kuna sehemu nyingine ni tropical, sehemu nyingine ni baridi, ziko hivyo. Tofauti na Europe ambapo ukiangalia sehemu kubwa wanafanana. Yaani ambacho kipo Ujerumani ndio kipo Sweden, ndio kipo Uingereza, kipo Norway. Kwa hiyo mtu akienda Ujerumani anabadilisha mabadiliko tu, lakini ni kitu kile kile. Akienda Italy the same. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kuadapt mazingira, lakini pia wao wametengeneza mazingira ya fairness kwenye ushindani. Haya mambo ambayo tunafanya huku kwetu Afrika walishaacha miaka mingi iliyopita. Mambo ya kupigana, umesikalini watu wa maamuzi ule kwenda tu hivyo kufanya mazoezi, masi kimekuwa hiki kimwaga hiki, hayo mambo ambayo uwezo ukakuta kwa wenzetu kule timu iliyokuwa bora inapata matokeo sehemu yoyote. Kwa hiyo kwa Afrika kushinda nyumbani baada ya kugarantiwa kuwa bora. Bana, hiki kinatupa picha gani na kile ambacho tulikiona pale visiwani Zanzibar baada ya Simba kupata ushindi wa bao 1-0? Takriban mashabiki na wanachama wa Simba wote waliohojiwa walikuwa wanasema ule uwanja ni mgumu kama wa Amani. Wengine wanasema tumehujumiwa. Wako walikuwa wanasema viongozi wa timu fulani walivuka maji kwa ajili ya kuhujumu mechi yetu. Hii ina maana hiki ambacho nakizungumza. Ndio nilichokuambia, huo ndio mpira wa Afrika. Sasa wewe utazungumzaje viongozi wa timu pinzani wakati ndio wanaocheza? Yaani bado maana yake hauna guarantee ya cost yako. Timu yako hauiamini. Yaani bado ukae uanze concentrate na makosa na weakness za timu yako, pengine fundi unaanza kuangalia mara kiwanja hiki, mara alikuja fulani, mara yani ndio tuko huko. Na ndio wanapenda vitu hivyo. Na ndio wanapenda uambie kiasi kwao ni bora kwenye hizo area. Ndio maana siku zote hata ikitokea matokeo mabaya uone watu wakijikita kuizungumzia timu. Wanazungumzia fakta nyingi za nje ya kiwanja. Ndio ambazo zinabeba hatima. Leo atakaa mtu atakwambia tunakwenda kwa fungo goli 6 wale. Sita unamfungaje? Tushongea na babu na nani? Ndio hivyo. Yaani anakaa tu utashinda goli 6. Kwa nafikiri ndio aina ya mpira ambao tuko na ndio aina ya mashabiki ambao tuko nao. Ni watu ambao hawataki kuangalia details information kuhusu football, hawataki kuangalia ubora wa timu na mtu moja. Wao wanapenda mambo ya kushangilia, ya kusifiwa, hata maeneo kwa yastahili sifa na kuhamisha burden. Yaani unatoa excuse katika maeneo ambayo hahitaji excuse. Simba kashinda goli 1 kwenye uwanja wa Amani. Maana yake uwezo wako ulikuwa umefikia pale. Wewe unasema uwanja wetu hatuwezi. Bana, mambo haya ni mazito kweli, lakini mchezo huu Dominic Salamba anacha kutuambia kwenye Jamvika na Salamba. Mchezo wa pili
wa nusu finali. Stellenbosch wakiwa nyumbani, wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa ugenini. Jamvika na Salamba kwenye huu mchezo, nini tufanye sisi wanajamvi? Nafikiri ni mechi ambayo unasema ni under 2.5. Haiwezi kutoa zaidi ya magoli 3. Ni mechi ambayo Simba wataingia na approach ya kwenda kuwa solid. Stellenbosch nimewaangalia, wanaweza kufunga lakini sio kufunga idadi kubwa magoli kutokana na aina ya uchezaji wao. Ni timu ambayo iko solid kwenye kuzuia na kuweza kukulu temper, lakini sio wazuri zaidi kwenye kutumia nafasi. Kwa hiyo nakwenda kuona kama ikiwa ina under 2.5. Bwana mimi nikushukuru sana. Karibu tena. Bana, Jamvika na Salamba inaendelea kuwa bora zaidi, lakini hili tuwe bora ni lazima na wewe pia uendelee kuwa mwanafamilia. Cha kufanya ni hivyo, tembelea pia kwenye page zetu mbalimbali zile za Dominic Salamba, Jamvika na Salamba, lakini bila kusahau pale YouTube Salamba TV. Yako mambo mengi kweli kweli utayapata huko, kwa namna gani unaweza kulala masikini na ukamko ukiwa tajiri, lakini kama tu utakuwa mwanafamilia wa Jamvika na Salamba. Mimi naitwa Nicholas John, kipenda naitwa Cisco, ni mwanafamilia tayari. Je, wewe mwenzangu unanisikiliza nyakati hizi, umeichagua Jamvika na Salamba? Kama bado, basi fanya maamuzi chap ili uvune mkwanja wako pap na mambo yawe mazuri kweli kweli. Nyuma ya kamera yuko Florence Lenatus, mimi sina la ziada, itoshi kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Kwa heri.